Hello, habari za leo, karibu tena katika channel yetu ya W Sabo Clinic. Naitwa Dr. Jimmy. Leo tutaangalia vyakula hatari kwa mgonjwa mwenye kisukari. Watu wamekuwa kiteseka na changamoto ya kisukari ila wafahamu vyakula vipi ambavyo tayari vinaendelea kuwazuru na ni vyakula gani salama ambavyo wakivitumia vitaweza kuwasaidia kuondoka na changamoto hiyo. Kama ni mara ya kwanza kufuatia channel yetu, basi usahau kusubscribe na ucomment ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Mara nyingi tumekuwa tukituma dondoo ambazo zimekuwa zikisaidia watu wengi sana kuondokana na changamoto ya kisukari na changamoto kaza wa kaza. Kwa hiyo vyakula ambavyo ni hatari sana kwa mtu au kwa mgonjwa mwenye changamoto ya kisukari, namba moja ni sukari na vyakula vyenye sukari nyingi. Sukari yenyewe na vyakula vyenye sukari nyingi, hivi vyote huwa vinapandisha sukari kwa haraka kwenye damu. Ndio maana kwa mtu mwenye changamoto ya kisukari usije hata ukajiroga ukatumia asali kwa sababu ina sukari asili, ukatumia matunda yenye sukari ikiwemo ndizi. Ndugu yangu, hata ikiongezeka hizo yote tunajua kwamba na glycemic index ndogo sana, lakini kama tayari wewe ni mwasilika wa hizi changamoto, ukiongeza tu chochote, ndugu yangu, kitakachofuata ni matatizo, itaweza kukuzuru. Kwa hiyo chakula ambacho unatakiwa kutumia ni vile vyote vyenye sukari na sukari yenyewe hapa ambavyo hupandisha sukari haraka kwenye damu. Kwa mfano sukari ya mezani ya kwanza, soda, juisi za viwandani, lakini pia kuna keki, kuna biskuti, kuna pipi, kuna asali nyingi. Hata ya asili ni hatari, ambayo sababu inasababisha ambayo tunasema ni sugar spike, ambayo ni hatari kwa afya yako. Kwa hiyo namba moja, hakikisha unaepuka vyakula vyote vyenye sukari na sukari yenyewe. Lakini pia hakikisha vyakula vyenye wanga mweupe, refined carbs, usiweze kutumia. Hubadilika sukari haraka sana mwilini. Hapa ndo maana tunawazuia sana kutumia ule wanga. Kuna wali mweupe, kuna mkate mweupe, kuna mandazi na chapati nyingi, lakini pia kuna tambi ambayo tunaita ni tambi moja kwa moja ni hatari kwa afya yako, huwa inapandisha sukari polepole kisha kwa kiwango kikubwa. Ndio maana kati ya wanga tunaowashauri kutumia ni huu hapa. Huu sio refined carbs, hii tunasema ni restant starch. Imekuwa ikisaidia, hii unasonga ugali wako unakula, inashusha sukari, lakini pia unaweza ukakoroga uji ukatumia. Kilo moja ni shilingi 35,000. Tutawasiliana, itaweza kukusaidia kushusha sukari kwenye damu. Lakini pia haipandishi moja kwa moja sukari, na ibadiliki kuwa sukari haraka kama hivi vitu ambavyo nimeorezesha hapa, kama wali mweupe, mkate mweupe, lakini pia na mandazi. Namba 3 tunasema viazi na miogo iliyokaangwa. Ingawa hivi vyote ni chakula cha asili, lakini ukishakikaanga tu haifanyi kuwa kukikaanga tu, huwa kinafanya kuwa hatari zaidi. Kwa hivyo vyakula hapa tunamaanisha vile vilivyopita kwenye mafuta. Kuna chipsi, viazi vitamu vya kukaangwa, kuna miogo ya kukaangwa. Ndugu yangu, yote ufanyaje? Uongeza sukari, uongeza mafuta mabaya na uongeza uzito. Na kadri unapokuwa na uzito mkubwa ndo kadri ambavyo mwili wako unashindwa kuitumia sukari vya kutosha, kwa sababu mwili wako umejawa na mafuta mengi. Ndio maana kati ya kitu ambacho tumekuwa tukishauri, kama una uzito mkubwa, hakikisha unapunguza uzito. Tumeshakwambia kwenye comments kwamba kama haujui unatakiwa upungue kilo ngapi, basi niandikie kilo zako ulizonazo na urefu wako ulionao, ili na mimi nitaweza kukuelekeza ni kilo ngapi unazotakiwa kupungua ili uweze kuondokana na changamoto hiyo ya uzito kupita kiasi. Lakini pia kuna matunda yenye sukari nyingi, yaepuke. Yakiliwa vibaya ni hatari. Matunda si mabaya, lakini kwa kiasi ni muhimu zaidi. Kuna embe nyingi, kuna nanasi, kuna tikiti maji, kuna banana. Epuka na juisi za matunda hizi ambazo zinakosa nyuzi huwa zimekuwa zikipandisha sukari kwenye damu. Ndio maana wengi sasa hivi umekuwa ukiwakuta wana changamoto ya kisukari. Ni kwa nini? Ni kwa sababu ya kula matunda mengi ambayo hayana nyuzi na yale matamu zaidi. Lakini pia namba 5 ni vyakula vyenye mafuta mengi na vilivyosindikwa, sausage, chips za pakti, mayonnaise, wanapenda kutumia. Lakini pia mafuta ya kukaanga mara nyingi ambayo yamekuwa yamepita mara nyingi kwenye yamepika mara nyingi ni hatari, kwa sababu yanaongeza uzito na ufanya insulin ishindwe kufanya kazi vizuri. Hapa ndo kuna kitu tunakiita insulin resistance. Ndio maana wengi unakuta kishasikia mtu anaanza kuchoma sukari za sindano za insulin, hiyo ni hatari. Na maana ni kwamba insulin imeshindwa kufanya kazi
kazi, na insulin inatolewa na kongosho. Ndio maana tumekuwa tukiambieni kwamba hakikisha unatibu kongosho, usitibu insulin. Kongosho ndio kitu ambacho unatakiwa kuangalia, kwa sababu hicho ndio hatari kwa afya yako. Lakini pia namba 6 tunasema ni pombe. Pombe ni hatari, uharibu udhibiti wa sukari na kuathiri ini. Ni kwa nini? Kwa sababu unapokunywa pombe, kwanza unapokunywa glasi 3 za pombe, jua kwamba mwili wako hauchumi mafuta ndani ya masaa 8 mpaka 12, ambayo ni hatari kwa afya yako. Bia, pombe kali, sawa, mvinyo wa sukari. Pombe inaweza kushusha au kupandisha sukari ghafla, lakini pia ikasababisha hypoglycemic ikaweza kupanda juu zaidi. Lakini pia usisahau chumvi nyingi. Chumvi upandisha sukari moja kwa moja, lakini haiongezi pressure, lakini pia ni hatari kwa figo ambayo huwa ni huasiliwa na kisukari. Kwa hiyo supu za pakti usitumie, nyama zilizosindikwa usitumie, chakula cha fast food, vile vyakula rahisi vinabebeka. Mara nyingi tukiwa watu wa ofisini wakivitumia mara kwa mara, hivyo hakikisha unaachana navyo moja kwa moja. Sasa nadhani nimeshaelezea vitu gani ambavyo ni hatari kwa afya yako. Sasa tuangalie ni vyakula vipi salama sasa ambazo unatakiwa kutumia. Kwanza tumia instant starch moja kwa moja. Kama unahitaji kilogramu moja ni shilingi 35,000. Wasiliana na Dr. Jimmy utaweza kupata zaidi instant starch, kwa hiyo inashusha sukari kwenye damu, lakini pia na watu wa pressure ni nzuri sana, inatibu mishipa. Lakini namba 2, mboga za majani. Mboga za majani ni nzuri sana, lakini usisahau protini, samaki, maharage, dengu, mayai ya kienyeji yaliyochemshwa. Tuongeze yaliyochemshwa, maana wengine mnakaanga. Lakini pia kuna nafaka zilizokobolewa kama ulezi, mtama, lakini pia na dona kidogo. Lakini pia mafuta ya alizeti, mafuta ya mzeituni kwa kiasi, usitumie sana, kwa kiasi, na matunda kwa kiasi kama atufaa na papai kwa kiasi kidogo sana. Tunasema hakuna chakula ambacho umekatazwa kabisa. Kasi ni muda wa kula ni muhimu, hakikisha unazingatia muda gani wa kula, lakini pia kiasi ni muhimu. Pima sukari mara kwa mara, fuata ushauri wa mtaalamu ambao atakuwa amekupatia, lakini pia unachokula leo ndio kinachoamua afya yako iwe vipi kesho. Kama una changamoto ya kisukari, basi tuwasiliane ili uweze kupata tiba na ushauri, na unaweza kupata program maalum kuweza kutoka kwetu. Kama ni mara ya kwanza, basi usiache kusubscribe, comment ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Karibu na Mungu apate kukubariki.